Salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kipenge TV. Matumaini yenu mmeshinda vizuri leo siku ya Jumanne tarehe 24 Februari mwaka 2026, na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu ya tatu ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri na kuendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambamo hali ya kiusalama bado ni tete na inazidi kuzorota mara kwa mara. Na kwa sasa hivi tutakwenda kujielekeza mara moja huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota kwa kasi, hususan katika mji wa madini wa Rubaya ulioko katika wilaya ya Masisi. Usiku wa kuamkia Jumanne ya leo tarehe 24 Februari mwaka 2026, ni kwa mujibu wa ujumbe uliotolewa katika mitandao ya kijamii ya X na Lawrence Kanyuka, msemaji wa M23 AFC, amedai ya kwamba droni zinazodaiwa kumilikiwa na vikosi vinavyounga mkono serikali ya Kinshasa zilianza kushambulia mji huo majira ya saa 9 za usiku wa manane ama 3h du matin. Katika tamko lake hilo, anadai kuwa mashambulizi hayo yalilenga kiholela maeneo na makazi na kusababisha hofu miongoni mwa raia pamoja na vifo vya watu. Ameeleza tukio hilo kama mauaji ya raia wasio na hatia na kuyataja mashambulizi hayo kuwa ni uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita. Hata hivyo, hadi sasa hakuna chanzo huru kilichothibitisha madai hayo. Ila sasa uwanjani kwenye shamba la vita, mashinikizo ama pression za kijeshi zinaendelea kuwa makali katika maeneo yanayozunguka Rubaya, eneo lenye umuhimu mkubwa kutokana na akiba yake ya madini ya coltani. Wapiganaji wanaojulikana kama Wazalendo wanaoshirikiana na FARDC wanaendelea kusonga mbele dhidi ya muungano wa wahasi wa M23 RDF AFC. Kiongozi mmoja wa Wazalendo akizungumza baada ya kudai kurejesha udhibiti wa vijiji vilivyo chini ya kilomita 10 kutoka Rubaya, amesema kama ifuatavyo, namnukuu: wahasi wa M23 walishambulia nafasi zetu kwa lengo la kuendeleza mauaji kama wanavyofanya katika maeneo wanayomiliki. Hatukuwa na chaguo lingine isipokuwa kutetea na kulinda wananchi wetu kwa kuondoa tishio hilo kutoka chanzo chake, mwisho wa kunukuu. Taarifa za kusonga mbele kuelekea Rubaya kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya eneo hilo. Baada ya kudhibiti vijiji vya Kasenyi, Chugi na Kinigi, Wazalendo wameripotiwa kuendelea kusonga mbele kuelekea Runigi, Kabara, Kiruli na Kanyalu, wakikaribia zaidi mji wa Rubaya. Katika video inayodaiwa kupigwa kwenye mstari wa mbele wa mapambano, wapiganaji Wazalendo wanadai kuwa wamechukua udhibiti wa Kazinga, kilima cha kimkakati kinachotoa njia kuelekea kijiji cha Mashaki. Hali inaendelea kuwa tete, ikigubukiwa na mapigano ya hapa na pale pamoja na tuhuma za pande zote zinazohusika. Kutokana na kukosekana kwa takwimu huru zilizothibitishwa, taarifa zilizopo zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Iwapo mwelekeo huu utaendelea, Rubaya huenda ikageuka tena kuwa kitovu cha mapigano makubwa katika wilaya ya Masisi, jambo linaloweza kuwa na athari kubwa za kiusalama na kiuchumi kwa Kivu Kaskazini kwa ujumla. Na taarifa nyingine kubwa kutoka huko Kivu Kaskazini inaripoti ya kwamba katika huo usiku wa kuamkia leo Jumanne tarehe 24 Februari mwaka huu, majira ya alfajiri, Bwana Willy Ngoma anayewasilishwa kama msemaji wa kijeshi wa Mouvement du 23 Mars yani M23 anaripotiwa kuuawa katika shambulio la droni linalodaiwa kutekelezwa na FARDC katika mji wa madini wa Rubaya wilayani Masisi. Hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi na huru uliotolewa kuhusu taarifa hiyo, lakini baadhi ya watangazaji na wafanyasiasa wote wanaoegemea upande wa wahasi hao wa M23 wanaendelea kuhakikisha na kuthibitisha taarifa hiyo kwenye mitandao yao, hususan mtandao wa X. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo vinavyolingana, shambulio hilo lililenga nyumba ya makazi iliyoko katika shamba la Kasuku huko Rubaya. Mihili 9 ndiyo imeripotiwa kutolewa kwenye
vifusi akiwemo Willy Ngoma. Wapiganaji wawili wa kigeni wanaowasilishwa kama mamluki ama mercenaires pia wanatajwa kuwa miongoni mwa waliopoteza maisha. Taarifa ambazo bado hazijathibitishwa zinaeleza kuwa Jenerali Sultani Makenga, naye kamanda wa kijeshi wa waasi hao, huenda alipata majeraha katika tukio hilo. Rubaya iliyoko katika wilaya ya Masisi ni moja ya maeneo nyeti katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo hilo lina akiba kubwa ya madini ya coltani, rasilimali muhimu inayotumika katika sekta ya kimataifa ya vifaa vya kielektroniki. Tangu kuchukuliwa na waasi mwezi Aprili mwaka 2024, mji huo wa madini umekuwa na umuhimu mkubwa wa kiuchumi na kijeshi. Katika wiki za hivi karibuni, FARDC zinaripotiwa kuongeza mashinikizo ya kijeshi kuzunguka eneo hilo la kimkakati. Ni tangu Februari mwaka 2024 ndipo Willy Ngoma alikuwa ametajwa rasmi kwenye orodha ya vikwazo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inayowalenga baadhi ya viongozi wa M23. Alijulikana kama mmoja wa nyuso kuu za mawasiliano na msemaji mkuu wa kijeshi wa harakati hiyo, na iwapo kifo chake kitathibitishwa rasmi, huenda ikawa pigo kubwa kwa M23 na itabadili mizani ya nguvu katika eneo la Masisi. Na ilipofika majira ya mchana leo huko Rubaya, vyanzo kadhaa vya eneo hilo viliripoti kuwa wakazi wa Rubaya walijitokeza kwa wingi barabarani kuonyesha furaha yao na kufanya maandamano ya kuunga mkono wao kwa FARDC. Miongoni mwa wakazi hao kuna mmoja aliyesikika akisema ya kwamba namnukuu, wanajeshi wote wa M23 waliokuwa hapa mjini wameondoka usiku, wanaogopa kukutana na FARDC. Sisi tuko katika furaha tukisubiri jeshi letu lifike, mwisho wa kunukuu. Na tamko hilo linaonesha ishara ya kwamba hata katika Rubaya Centre waasi hao watakuwa hawapo tena kwa ajili ya kuokoa maisha yao kutokana na nguvu wanayokuja nayo wanajeshi wa FARDC. Yaani hivi karibuni, kama hali haitobadilika, basi jeshi la taifa litatangaza rasmi kudhibitiwa kwa Rubaya Centre. Wakati tukisubiri tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za Kongo au kutoka M23, taarifa hizi zinaendelea kubaki chini ya masharti. Zikithibitishwa tu, basi zinaweza kuashiria mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa usalama katika Kivu Kaskazini. Lakini kwa upande mwa wanaharakati wa M23 tayari wameshaanza kuthibitisha habari hizo na kuanza kueneza taarifa za vitisho dhidi ya serikali ya Kinshasa kwa kusema ya kwamba wamechokoza nyuki na sasa wasubirie waone kitakachofuata, huku wakiendelea kuilalamikia jumuiya ya kimataifa ijaribu kuingilia kati, kwa maana kwa mujibu wao Kongo inakiuka mapatano ya usitishaji mapigano ama cessez-le-feu. Ila chenye watajua ni kwamba vitisho havibadilishi uhalisia wowote ule wa mambo, kwa sababu kwa mtazamo wa mamlaka za Kongo, hatua za Kinshasa zinaelezwa kama utekelezaji wa mamlaka ya dola na ulinzi wa mipaka pamoja na umoja wa kitaifa. Katika mantiki hiyo ama logic hiyo, kurejesha udhibiti wa maeneo yanayoshikiliwa na makundi ya wahasi hakuwezi kuchukuliwa kama uchokozi, bali kama jukumu la kikatiba na la kiserikali la dola. Kwanza, ni vigumu kwa kundi la wahasi kulalamikia mashambulizi huku ikiendelea kushikilia nafasi za kijeshi katika vituo vya mji, kuimarisha ngome zake na kuendeleza harakati za kijeshi. Matamko yanayotishia kulipiza kisasi kikubwa yanatafsiriwa kama ishara ya kuongezeka kwa mvutano badala ya nia ya kupunguza hali na ya taharuki. Aidha, kujitolea kwa dhati katika kusitisha mapigano kungehitaji kusimamishwa kwa mashambulizi sambamba, kusitisha upanuzi wa maeneo ya udhibiti na kuacha uhamasishaji wa kijeshi. Katika muktadha huu, serikali ya Kongo inaona kuwa haina wajibu wa kupokea maelekezo au vitisho kutoka kwa makundi ya wahasi yanayofanya shughuli nje ya mfumo wa kikatiba. Amani ya kudumu ingehitaji kwanza kuondolewa kwa vikosi katika maeneo yenye mzozo, kuwekwa kwa utaratibu wazi wa uwajibikaji pamoja na dhamira ya kweli ya kisiasa
kisiasa badala ya matamko makali yanayotolewa kupitia mitandao ya kijamii. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya 3 ya habari za matukio ya kila siku. Najua ulikuwa nasi kwanza mwanzo na hadi mwisho, na tunatoa shukrani zetu za dhati kwa hilo, na tunakusihi uendelee kuambatana nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi kwa matukio yanayotokea kila mara. Basi tukutane kwa majaliwa.